Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumatano tarehe 29 mwaka 2025. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 March mpaka tarehe 19 April. Baada ya kutambua kuwa baadhi ya watu wapo kimaslahi zaidi kwako, ndipo utaamua kutafuta njia iliyo sahihi. Uoni utaongezeka leo na pia kutambua moja kwa moja watu walio karibu yako. Upande wa pesa ni wastani, ila hofu itatawala leo kwa kiasi fulani juu ya jambo fulani la kikundi. Siku ya bahati Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Utafahamu ushambazaji mzima wa watu walio pande tofauti nawe. Haitakushangaza sana kwa vile maoni katika ndoto yako, jaribio la kutaka kukuangusha kamwe halitatimia leo, na utaona haiba yako ikiwa inapanda kidogo kidogo na kufikia juu. Mapenzi yako yote leo utaelekeza katika familia na huenda ukajumuika na kikundi leo kwa umakini. Kwa amani, siku ya bahati Ijumaa, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quark. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Chakula unachopendelea leo utatamani kipikwe na ule. Amani ya moyo utahitaji zaidi na kujiepusha na masimango na hata kufikia hatua ya kukaa mwenyewe ndani. Kitu kidogo leo kitakufanya ufurahi zaidi na sio mwisho bali ni mwanzo tu. Leo yako tunatarajia upande wa mapenzi ni wastani, hata hivyo utaangalia zaidi future yako. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow and grey, na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Feelings zako zitahamia upande mwingine leo, ikiwa na maana unaweza kukwazika kwa kiasi fulani na mwenza wako. Utajali zaidi siku ya leo, hasa kuhusu familia inayokuhusu moja kwa moja kwa damu. Upande wa pesa ni wastani, licha ya changamoto ulizopitia rafiki, na mwisho wa yote utachagua moja badala ya mbili wakati jua linapokuwa utosini. Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pili. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Siku ya leo utasimama kama mwenye kuongoza katika familia au jambo fulani la kusimamia haki. Utatambua dhamira ya wengine juu ya watu fulani unaoelewana nao. Safari fupi leo zitaongezeka kwa kiasi fulani, na hautajutia chochote kile kinachohusiana na haki. Utachambua baadhi ya maneno ya watu kwa undani zaidi na kupata maana sahihi. Hivyo basi, swala la pamoja linahusu pesa litafikia mwafaka. Masuala ya kuhusu pesa ni wastani na anafikirika. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Siri, ikiwa na maana jambo linalohusu siri halitakuwa siri tena na utafahamu ukweli. Amini unachokisikia
unachokiona au kukisikia ndivyo ilivyo. Tunatarajia mazuri zaidi baada ya jua kuzama. Upande wa pesa ni wastani na pia utafurahia zaidi kujumuika na wengine katika jambo la pamoja, japo utadadisi zaidi rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Siku ya leo utafikiria zaidi mali au sehemu yoyote ulichoweza na kuona hatima, walakin unaweza pata wasiwasi zaidi kutokana na hatima hiyo. Tunatarajia leo upande wa pesa ni salama na unafikirika vizuri zaidi na mwisho ni mwema sana rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni pink au white blue. Na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpio, nge. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 22 Novemba. Siku ya leo utawaza zaidi kuhusu swala zima la elimu na kuangalia kwa macho mawili kesho yako. Milango itafunguka kwa maana utaona nuru na huenda ukawa si mwenye kujiamini moja kwa moja kuingia katika mahusiano. Ikiwa na maana utafikiria yaliyopita. Matokeo pia utasikia habari za mtu aliyeibia kitu au aliyeiba kutoka sehemu fulani. Siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kutoa umaskini no topaz na malachut. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, utahesabu kwa makini leo kila pesa moja ambayo unaipata, ikiwa na maana una malengo yaliyo bora zaidi katika maisha yako, japo si yenye kutimia hadi leo. Tafuta njia. Usafi utakuhusu leo moja kwa moja, ikiwa na maana mahala ambapo unaishi na hasa unapolala patavutia zaidi. Mvuto wako utaongezeka kwa wengine. Unachotakiwa ni kujiamini na kuwa na positive mawazo ili upate njia. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni purple and blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Kuwa makini zaidi siku ya leo, ikiwa na maana unaweza jaribiwa kidogo na ukaenda kombo. Kwa nini usitafute furaha yako? Wasiwasi utakuwa nao kidogo sana kwa vile baadhi ya majambo yako yanakuendea. Ukubwa wa jambo hautauona moja kwa moja leo, ila baada ya mtikisiko kidogo utaona thamani yake. Rafiki, siku ya leo unaweza jipumzisha zaidi na kuperuzi habari mbalimbali ulimwenguni na utagain kitu leo na kuchambua kwa uwazi zaidi. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Aquarius, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Unaweza kujudge ni kwa nini. Baada ya kuona jambo lisilohusu moja kwa moja, huenda tofauti kazi zako utasitisha leo, ikiwa na maana woga utakutawala. Tunatarajia leo hasira zako zitakuwa karibu zaidi na hata kuwa mkimya kupita kiasi na kufikiri zaidi si kawaida. Watoto wakukalie mbali. Upande wa pesa ni wastani na huenda ukaongea neno lililo moyoni unalotaka kuliongea. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 18, 13, 22 na 31.
pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini, amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Jambo ambalo awali ulilitia mashakani leo unaweza ukathibitisha moja kwa moja kwa kuona dalili kwa asilimia zote. Siku ya leo utataka kumwambia mtu jambo fulani ambalo awali uliliwasilisha na kupata mwafaka. Muhali utakuja. Chakula chako utahitaji ule mapema zaidi leo, ikiwa na maana utaangalia plani zako na hata familia kiujumla, na furaha yako ni kuona wengi wanafurahi leo. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade na aquamarine. Kama kawaida tukiendelea na upande wa kuzungusha gurudumu letu leo na kuangalia muda mzuri wa bahati wa kila nyota. Kama kawaida tukianzia na nyota ya kondoo au punda. Muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 7, na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe. Muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 hadi saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 9:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 mpaka saa 4:30 asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Leo Simba, muda wako mzuri ni kuanzia saa 8 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 10 mpaka saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wako mzuri leo ni asubuhi saa 2 mpaka saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7 mpaka saa 10. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, muda wako mzuri leo ni baada ya kumuona mtu ambaye unampenda zaidi kuja kwako. Asilimia kubwa inakuwa kuanzia jioni. Kwa hiyo itadumu hiyo karibu na masaa 4 mpaka 5 na kuendelea. Ulikuwa nami Saad Al Habshi, na bye bye.